Ya Trans Nzoia wanamzuilia mshukiwa mmoja baada ya kumkamata akiwa na bunduki 6 za kujitengenezea, risasi kadhaa, misokoto 40 ya bangi na vifaa vya kutengeneza pesa bandia. Mshukiwa huyo alinaswa katika nyumba moja eneo la Tuwan kufuatia operesheni ya pamoja iliyohusisha maafisa wa DCI na maafisa wa polisi wa kawaida. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Saboti Eric Ngetich, msako huo ulifanikiwa baada ya polisi kupokea taarifa kutoka kwa wananchi. Operesheni hiyo ililenga kukabiliana na ongezeko la visa vya uhalifu vinavyoripotiwa katika maeneo mbalimbali kaunti hii. Tulipata habari kutoka member of public kwamba kuna mshukiwa mmoja ambaye anaaminika kwamba anahusika kwa kutengeneza bunduki gushi ambayo tunaita imitation of fire. Kwa sasa bunduki hizo zimepelekwa kwa uchunguzi wa kina ili kubaini iwapo zilitumika katika kutekeleza uhalifu. Hizo mabunduki zitapelekwa kwa ballistic ibainike kwamba zinatumika ama hazifanyi kazi. Ile tu ni kwamba hizo mabunduki ingekuwa na usumbufu kubwa sana kwa upande hii ya Matisi. Aidha, vifaa vya kutengeneza pesa bandia vilivyopatikana vinachunguzwa ili kufuatilia mtandao unaohusika na shughuli hiyo haramu. Cha kusangaza ni kwamba hata mazina ya kutengeneza pesa nayo ilipatikana, malisasi guzi ambayo pia inaonekana kijana anajitengenezea ambayo inatumika kwa hizo bunduki ambayo ametengeneza. Visa vya uhalifu vimekuwa vikiongezeka katika eneo hili na silaha zilizokamatwa zinashukiwa kuwa sehemu ya vifaa vilivyotumika na wahalifu eneo hili. Tumeweza kunasa ile vijana ambao wanasumbua hii Matisi kama 12 hivi na kesi zao ziko kotini, kesi zinaendelea. Kamishna wa kaunti ya Trans Nzoia Gideon Oyage amewahimiza wananchi kushirikiana na idara ya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu wahalifu na shughuli zinazohatarisha usalama wa jamii. Isaac Famba, TV47, ikiwa kaunti ya Trans Nzoia.